Yani unaona watu wameshaanza kurudi, yani mpaka wale ambao walikuwa wanaimba kwamba tupo vizuri wanaanza kurudi nyuma. Lakini ukija kwenye tathmini, tunajua kumsikia kocha Fadlu, ukimsikia Fadlu na hata ukimsikia Ahmed Ally ambavyo alizungumza, wao ni kama wanaitem kwamba inawezekana msimu wao unaonekana umefeli kwenye makombe, lakini ratiba ya mwezi huu ulioisha wa 5 ni sehemu ambayo inaonekana imewakaba kwa sababu ndani ya siku 7 umecheza mechi 3 na kuna time mwezi huu mwanzoni kutoka tarehe 2 mpaka tarehe 11 Simba alicheza mechi 4 ndani ya siku 10. Alikuwa na mechi 8 ndani ya mwezi mmoja. Mechi 8 ndani ya mwezi mmoja ambao wasi wa siku 3 wanacheza. Huu ni mwezi ambao unawezekana umedefine mwezi uliopita, umedefine msimu wa Simba kwamba ratiba ndio ambayo imeamua Simba anatoka na nini. Nakumbuka kuna siku tulikaa hapa na tulikuwa tunaongelea swala la Simba kushinda treble, ilikuwa ni mwezi wa 4. Nikakwambia ili Simba ashinde treble tunahitaji kuishuhudia Simba bora tangu mwaka 1936 ile timu ilivyoanzishwa. Kwa sababu ulikuwa ni mfululizo wa michezo yenye kila aina ya ladha, yenye intensity ndogo, yenye intensity ya kawaida na yenye intensity ya juu. Halafu haikuwa tu hivyo bali ilikuwa imesongamana karibu. Kwa sasa hapa kitu pekee ambacho kingewaokoa Simba ingekuwa ni kama benchi la ufundi lingekuwa lina wachezaji wengi wa kuintegrate taratibu ili waweze kuaccommodate kwenye michezo ambayo either ile yenye intensity ndogo unawaamini wengine, wenye ile intensity ya wastani unawaamini wengine, na ile yenye intensity ya juu unawaamini wengine. Kilichowafelisha Simba kwa namna kubwa kwangu mimi naweza nikasema ni mfululizo wa ratiba, lakini uliochagizwa na ufinyu wa kikosi cha wachezaji wengi wenye ubora. Leo hii unaelekea kwenye mchezo ambao ukiangalia kikosi cha kwanza tu unaona hawa wamechoka, lakini mechi nyingine ina intensity ya juu inabidi tena waanze hao. Kwa sababu kocha akijaribu kugeuka kwenye benchi la ufundi amwangalie nani anayeingia afa tena kunipa kama hawa walioanza, anakuja kugundua hamna. Katika siku ambayo Fadlu alijaribu kufanya rotation kubwa kwenye kikosi, ilikuwa ni mechi dhidi ya Mashujaa ambayo Simba alishinda 2-1. Ile mechi at any given day kukiwa kuna haki Simba ile mechi ashinde, kwa sababu kikosi kilichoingia siku ile, namna ambavyo kilicheza, upinzani waliokutana nao kwa Mashujaa kwenye mchezo ule, ilibidi sasa mpaka itumike nguvu ya ziada ili Simba ondoke na alama 3 kwenye ule mchezo. Kwa maana dakika 15 zilizoongezwa na yale matukio mengine yaliyokutokea ndani ya uwanja. Kwa tayari pale Fadlu alikuja kushtuka kwamba okay, mimi nikifanya rotation nita struggle. Akarudi kwenye base yake kwamba mimi kikosi changu haijalishi nacheza na nani, hawa ndio watakaoanza. Kwa hiyo kina Elim Panzu akawa anapumzika mechi moja. Tena sio mechi nzima, anapumzika kwa dakika kadhaa. Kama mechi ni ya dakika 90 atapumzika kwa dakika 70, atacheza 20. Hiyo yote ilikuwa ni kuandaa timu ambayo itakuwa na fresh legs kwenye mchezo wa finali. Lakini bado kwenye kila mchezo walifanikiwa kuucheza. Kwa hiyo unakuja kujikuta kwamba kama Simba angekuwa na upana wa kikosi, ina maana mwalimu kuna baadhi ya michezo angeweza kuwapumzisha wachezaji wake. Mfano mechi ya Singida ya juzi tumeshuhudia. Zote mbili by the way, ya Singida ya Dar es Salaam na ya Singida ya Tanzanite Kora. Ulikuwa ukiangalia tu wachezaji wa Simba, unaona kabisa hawa wanacheza huko miili yao ishapotokea fatigue. Kwamba huyu hata decision wise inabidi asubiri kudelay sekunde 2 sekunde 3 kwa sababu mwili haujakaa sawa. Angalia alichokifanya Ali Salim, angalia alichokuwa kifanya Kinache, angalia alichokifanya pale Duchu. Mchezaji ambaye tayari yuko fresh, akili yake ina work out vizuri kwenye zile moment ambazo zinahitaji mtu afikirie sekunde moja, ana uwezo wa kufanya maamuzi hapo na aka execute tukio lake hapo. Kwa hiyo kwangu mimi kilichowadondosha Simba katika kipindi cha hivi karibuni ni mfululizo wa ratiba, lakini umechagizwa sana na ufinyu wa kikosi. Leo kungekuwa kuna variety of players kwamba bwana game ya Singida achezi Kagoma, game ya Singida anacheza Okejefa, alafu una uhakika kwamba Okejefa anaenda kutoa kama Kagoma, ingekuwa fresh. Leo Elim Panzu embuka hapa, Chasambi nenda, Chasambi anaenda kutoa vile ingekuwa fresh. Leo bwana sijui fullback Duchu leo utaanza na Duchu anaenda kucheza kama Shomari Kapombe, wala kusingekuwa kuna shida. Kwamba Simba angekuwa amegawanya wachezaji wake kwenye hii michezo mingi, halafu bado angekuwa na kikosi ambacho msingi umebaki vile imara. Hasa bahati mbaya ni kwamba ule msingi imara wa Simba ule ushapokea fatigue. Kwa hiyo hata hawa wanaoingia kuja kuintegrate kwenye kikosi, mfano Kagoma amechoka, Fabrice Luambangoma amechoka, Janja Zau amechoka, Elim Panzu amechoka, Steve Desemukwala amechoka, Kibu Dennis mchoko tayari. Kwa unakuja kujikuta kwamba sasa hawa ambao huwa hawachezi mara kwa mara wakiingia kwenye timu hawawezi wakaoperate to the maximum, kwa sababu watu wanaotakiwa kuwasaidia ili wao waoperate vizuri wamechoka. Kwa hiyo Wakanda, manake mwezi wa 5 mwezi Mei ndio mwezi ambao umetoa hatima ya Simba kwenye msimu wao wa 24-25. Umewapa picha halisi kwamba ratiba ngumu manake imetesti
kikosi chao. Yani ratiba ya sasa hivi imetupa picha pana sana kwamba Simba na kikosi cha aina gani. Na hapa ndio ubora unaweza kuwa umepimwa, ubora wa timu. Ubora wa Simba obviously umejidhihirisha kwa sababu katika hii michezo angalia namna ambavyo wameshinda michezo. Walikuwa na michezo 8, Simba ameshinda michezo 5, ametoa sare mchezo mmoja, amepoteza michezo 2. Kuna kuja ujikuta kwamba kwenye mfululizo wa mechi 8 huyo mtu kashinda michezo 5, sio vibaya. Haijalishi ameshindaje, lakini ndio as long as ameshashinda hiyo michezo yake. Angalia amepoteza mchezo dhidi ya nani? Amepoteza kwa Singida, amepoteza kwa RS Berkane. Hiyo sare ameitoa wapi? Ameitoa hiyo sare kwa RS Berkane. Kwa maana huyo mtu alikuwa na kikosi bora, lakini hichi kikosi chake bora kimepimwa sasa kuambiwa bwana, okay, hapa msingi mnao. Mnachotakiwa kwenda kufanya ni kwamba mwalimu apewe room kwamba hata akigeuka kwenye benchi la ufundi awe ana uhakika kwamba ana wachezaji wengine 4 mpaka 5 ambao nao wana uwezo wa kuanza kwenye kikosi chake cha kwanza. Lakini kutokana tu na kwamba wanaanza 11 wengine inabidi wakae nje, basi hawa inabidi wakae nje waingie kwenye michezo ambayo mingine ambayo aidha mwalimu atajaribu kupunguza tension kwa wale wachezaji wake ambao wanaanza mara kwa mara. Lakini hatima ya Simba ya msimu kwangu mimi bado nawapa faida ya mwezi wa 6 kwa sababu at the end of the day Simba tapimwa kwa mataji aliyoshinda mwisho wa msimu. Mimi mtu akisema sijui masuala ya bonus huwa nakinzana naye. Simba tapimwa kwa mataji atakayoshinda mwisho wa msimu. Bado hiyo room nayo. Yuko nafasi ya pili. Mbele yake kuna yupo Young Africans ambaye amemzidi alama moja. Ni namna gani ambavyo ataifukuza hiyo alama moja? Either kwenye huo mchezo wao tarehe 15, either ni kwenye mchezo utaofuata, either ni kwenye ule mchezo wa mwisho. Kwa hiyo so far amebakiza huu mchezo mmoja. Amebakiza hili shindano moja la ligi ambalo labda linaweza likaja likabadilisha taswira nzima hichi kinachozungumzwa hivi sasa kwamba Simba mwisho wa msimu hata akiondoka na taji la ligi anaweza akawa temde amefanikiwa. Yes, na kupande wa Simba wana game ya tarehe 15 kwenye ratiba sasa hii dhidi ya Young Africans ambao juzi nimemsikia Mediali anawaita hatuchezi FC. Young Africans game ya tarehe 15, tarehe 18 atakuwa na game na Ken Gold. Afu anamaliza msimu na Kagera Sugar. Of course Kagera Sugar na Ken Gold hawa wote tayari wamekwisha shuka daraja. Kwa hiyo mnyama vyote atakavyoingia kule inaonekana itakuwa ni mteremko, lakini shughuli ipo tarehe 15 na ndio mechi ambayo inaweza ikatoa hatima ya mnyama nafasi yake ya kuchukua ubingwa. Kama akipoteza hiyo basi mazingira yatakuwa magumu. Kama akishinda atakuwa kwenye position au akipewa alama 3. Of course kuna kikanuni pia anaweza kawa bingwa. Bwana, kwenye ugumu wa ratiba, kabla ya kurudi hapa tumsikie kocha Fadru akizungumza kile ambacho amekutana nacho kwenye michezo hii miwili, hususan mchezo wa siku ya Jumamosi. Gusa kwamba ratiba ilikuwa ngumu, lakini situation ya mchezo dhidi ya Singida Black Stars. No, it's the third game in 6 days. You could see the freshness was not there. Very slow to the ball, very slow on the and then coming out to Singida's home ground, the neighboring province. A lot of traveling definitely took the toll out of it, out of the players today. And in the first half, the second goal is what changed the whole entire match. Yeah, well, we've got 7 players in the national team that we won't prepare with. Of course, younger, I think they only have 3. But we will prepare, we will be ready. This is what we've fought for. We played big matches like this throughout the entire CAF tournament, and we're strong. We have enough time to recover. There's no fixture being put every 2 days. So we have the FIFA break now. Our players will have some rest, recover, refresh. That intensity of the match in the CAF Confederations Cup, still we're feeling it in the legs today. But now is the time to refresh, time to be strong, and our fans will be behind us and we'll be ready for the derby. Definitely not the first 20 minutes up until the second goal. Definitely not the way we should start, but after that we were good. Yes, huyo ni kocha Fadlu Davis akizungumza mazingira namna ambavyo alipoteza mchezo dhidi ya Singida Black Stars, lakini pia vile vile mechi 3 ndani ya siku 6 hivi 6-7 ni 6 maka mchezo baada ya siku 2 kila baada ya 25, tarehe 28, tarehe 31. Siku 6. Kuna muda ukiwa kocha pale ukipiga hesabu mpanzu huyo acheze zote 3 siku 6. Acheze zote 3. Siku 6. Ukocha nao kazi. Kama Simba anatoka kapa huu msimu, huu ni mwezi wa kukumbuka. Bwana, tunarejea Elbogas naye pia yuko hapa, tunakuja kutazama namna ambavyo jambo hili limekaa kwa upande wa mnyama na wale mashabiki ambao wameshaanza au wamepindua upepo kwenye matarajio ya kikosi chao, huku wengine wakisisitiza kwamba wanahitaji wachezaji bora zaidi kuelekea msimu ujao, kwa sababu kwenye michuano ya kimataifa Simba atakuwa anashiriki klabu bingwa barani Afrika kwa maana ya CAF Champions League. Mimi ni